Monsieur le gouverneur de province Sud Kivu, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise Sud Kivu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour dans la province du Sud Kivu. Je vous invite de passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, commissaire supérieur adjoint, Dikete Wechekunda. Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Habari ambazo zitakazogubikwa na kuwasili kwa gavana wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, baada tu ya safari yake aliyoifanya pale mji mkuu wa Kinshasa. Amepokelewa kwenye mpaka wa Kavimvira liwali wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, akitokea Kinshasa, akipokelewa na viongozi wa baraza la usalama katika mji wa Uvira, pia na viongozi wa matabaka mbalimbali, pia raia wa machama mbalimbali hapa mjini Uvira. Aliweza kupokelewa kwenye frontiere ya Kavimvira majira ya mchana kati ya hii siku ya posho, na kuomba uweze kufuatilia namna gani mapokezi yake yaliyofanyika kwenye mpaka wa pale Kavimvira. Baada tu ya kupokelewa na kupewa heshima na polisi za mjini Uvira, alipata nafasi ya kuzungumza chanzo na sababu za kuweza kuwasili pale Kinshasa, ambapo aliweza kuzungumza viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa akionana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana bwana mtangazaji. Hapa Kavimvira wananipokea hapa. Message ya kwanza nilikuwa Kinshasa kuparticipe kwa ile mkutano wa chef coutumier wote ya Republique Democratique Congo ulioitiwa na mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na tulikuwa kule baidia kabisa kama ba chef coutumier yetu yote tunapaswa tubasaidie, tubaheshimu, tuendelee tunabarenforcer na kuba accompagner kwa juu hapo njoo bako ba acteurs ya lazima sana kwa kurenforcer amani na maendeleo nchi yetu. Balituaidia aussi tuendelee na tumika mkono kwa mkono na ba acteurs wote bébé kwa terrain, c'est-à-dire l'assemblée provinciale, le gouvernement provincial, mais aussi ma communauté na ma force vive zote. Na njoo hivi kwa jinsi ya kuendelesha kuaplike tukotumu vision mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na tutaendelea tunatumika kabisa yetu yote ya mzuri na population na batu yote kusudi vision ya mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuendelee tunaimaterialize, na njoo maana na profiter kupisha message d'espoir ya kutoka kungazi za yu kama na bebi kwa territoire s'occuper bayue kama vite na kwa nyuma yetu malgré mateso mkwamu. Bientôt tutarudia mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa na lutte yake yote, na mnaona ma resultats déjà Uvira yetu isha récupérer, na bientôt sur le plan politique, diplomatique, militaire récupérer na Sange, Kamanyola na Uvira, na tunaendelea njia tena. Maintenant vraiment ili yote neza réussir tu kama tunaungana mkono kwa mkono, tutumike tusaidie
materialize kuexekute mitindo ya Mungu wa nchi. Na mimi napigia asante batu yote nilikuwa natumika population ya Uvira ya Sud Kivu yote nyeko ina resiste. Napigia asante FARDC na watoto wetu wa zilendo walikuwa na lutte kwa amani na sécurité. Napigia aussi asante kwa administrateur wote wa territoire na acteur wote walikuwa napiganisha amani yote. Hatutasahau bandugu yetu wa Burundi hasa sana sana Evariste Ndayishimiye mkuu wa nchi. Baada tu ya kupokelewa pale kwenye mpaka wa Kavimvira, aliweza kujielekeza kwenye makao yake ambapo alipata nafasi ya kuweza kuonana na viongozi mbalimbali wa vitengo vya serikali mjini Uvira ili kujadili swala maalum kuhusu usalama katika mji na tarafa la Uvira. Tunaongelea leo ni kusema kama conseil de sécurité ilireuni nalikuwa conseil de sécurité élargi, unaona kama tuko na president wa assemblée sasa kisikiliza hii wa situation de sécurité, tunadiscuter situation sécuritaire mwingine. Mbele ya yote tuliungana sipote hapa kusema kama loyauté totale, vision na accompagnement, vision, détermination na confiance na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenyewe tulipigia asante sana. Unaona kama iko na jitatanua yake yote nje na ndani ya nchi jinsi amani ujie, na tunaambia population yetu na zone occupée kama bientôt tutarudia tukarekupere kama Nyonda na Bukavu na wale batu batatoka wale baenemi ya chembe kwa pia Rwanda batatoka sijiinquiéter tena. Sasa tulikuwa naambia batu hapa ya quelques temps que d'ici un mois tutarudia Uvira batu walifanya nini, lakini mtukua tu tunawatumia message ya espoir, un message ya mkubwa wa nchi, continuer à rester confiant, continuer à vivre dans la résilience mais puis kama hivi taifa letu litaishi mkubwa wa nchi kwa kupiganisha yake yote. Tulisumulia aussi juu ya barefugie na badeplase, kusema kama Kinshasa na hapa Bujumbura tufanyike tunaita commission mixte, kusema HCR ya Burundi na ya Kongo, gouvernement ya Kongo na Burundi bataikala pamoja Kinshasa na hapa mji ya mkamata sana na barefugie walishatoka mwinchi abadepende tena na mwinchi walipanda na communauté internationale na sheria wanaita sheria coordonnée par le HCR. Hivi tutasimulia pia mais tunapenda tukafikie nabe batarudia katapata quelque chose kulisha chiko kumusule militaire kwa moyen kidogo cha kusaidia wale batafikie installer correctement et wanaishi ma zone occupée par hili kama la sangi na tunge kwa spende kwa kiasi na population tulidiscuter tena kusema inabidi tuungane kabisa kidogo l'Assemblée, le gouvernement, la membre du gouvernement, la communauté zote tuendelee tunaungana mkono kwa mkono sous le leadership na mwanzo mkubwa wa nchi hii tunaendelea kuafanya na kuhakikisha tuungane kuungana kwa félicitations kulifana kwa na watoto wetu karibu tulisema tena hapa conseil de sécurité décidé kabisa kitu yote yenye inaelekea DDP ile haiko sie par gouvernement kutoka ni bajiadresse chef de l'armée parce que il y a des soldats qui va soldats ça sur la donne trouver même hapo kama autorité à l'état itakuwa rétabli. Hakuna Mungu aseme yuko nani anafanya kigani aende ku GDA kanuni ndio na sasa vinafaa kama vile vilishaisha watakubia kwa vile atakuwa shirika sawa hivi inaisema ni kwa sababu mambo mamenazi nini verite ni kuna arme kuna nini unataka kigani arme itakufikiria polisi ndio justice. Katika misheni hiyo alipata nafasi ya kuweza kupokea viongozi wa PAMI katika eneo la ukanda wa Sud Kivu ambao wanaendelesha operesheni ya kupatia raia chakula mjini Uvira, huku wakisisitiza malengo yao ya sababu
huku wakisisitiza malengo ya wao kuwasili hapa Uvira ili kuja kutoa msaada kwa wahanga ambao wanaosumbuka na vita vya M23 katika eneo la Uvira. Tuitishe maorganisme zote zinaweza saidia. Tulipiga hoji kwanza ni kwa mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, president de la République, vision yake ya kusaidia hii resistance yenye iko hapa konfirmi. Tulimwambia mkubwa besoin ya chakula iko mwisho. Watu habana chakula, habana mbegu, habana vitu ya kupanda. Ndio hivi mkubwa wa nchi alisinye contrat na Banque Africaine de Développement BAD ilitosha milioni 7 ya dola, na ile milioni 7 ndio bataanza kutumikisha. Kuna vole tatu ya ile projet. Vole ya kwanza ni kukabula kwanza chakula, parce que ndio urgence la population valitesha walipoteza vitu yote kwa wakati chakula. Donc tulipiganisha hili chakula itaanza kabuliwa hapa, tayari walishaanza titre symbolique hapa Senga, mais tutaanza dans quelques jours tutakia lancer hiyo officiellement ndio wakabule facilité na watu wapate chakula ya bien haiko vitu ya kuzuri quantité za ovyo vya tutete. Kitu ya pili ni kusema pia kuna nyingine projet ya kusaidia kufasilite ile tunaita gratuité. Kwa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo créer projet ya gratuité en service. Wanafunzi wanasoma bure usika na lipa. Kwa parents wasipeseke. C'est le projet ma milieu va se ilirudia milieu ya watoto ilirudia process. Mais tuliambia mkubwa kama piganishe tena kutokana kwa masomo tunashinda kule mchana mzima hakukula mwalimu même chose hivi. Ndio alipiganisha, alikamata franka ya Banque Africaine de Développement na PAM ndio itasaidia kuexecute. C'est-à-dire wetu batanza pana kula sasa kwa masomo kana créer projet programme national de l'alimentation scolaire lancé par Maman Judith Fumino il y a quelques semaines hapa Kalemi. Na ile programme inajiapplique sasa hapa Uvira Silomba bailete itaanza mu province zetu, province yetu ya Sud partir ya Uvira ndio itafika na Bukavu pa. Donc mjui hivi vraiment tunafurahi kama partir ya hii projet watu wataanza kwa nakula. Na projet ya mwisho ni kusema kama kuko mlimo na mfugo naleta moyen ya kusaidia penye tuko wanalima bote. Sisi na sisi atenda luwe tracteur hii pekee aende luwe jembe anze nono. Kama huko niko na hektari 10 hapa kwa na hektari 10 hapa bataleta moyen ya kulima yote. Wanaleta mbegu wanakupatia unapanda kwa sasa unavuna unakurudishia ile mafuta. Unapea unabauzishia ile maproject. Na watapana moyen ya kuitransformer kuigeuza par exemple bunga wala soja wala transformation na bataia kuni. Donc yuko na ule maprojet vraiment ndio kwa atukusabu kuambia kama tuko deja na maprojet au plein à Ruzizi en province ya Sud Kivu supérieur ya Kiliba. Na kuku ile usine ya bunga pale ya Kiliba. Hivi enemi kwa natoka tukamtosha pale bientôt récupérer les usines ya bunga pekee aba bataifinancer kuomba baiappuyer ianze kutumika ile maprojet yote supérieur Bogera ikitumika vitu yote bien italeta maendeleo, itapunguza hapa petit tuko madikabika bataacha vile wanalima na uzisha inakuwa vitu ya bien na mamilioni ya makazi. Hapana mimi na profiter occasion kuambia population ya Kivu na Uvira sasa kama ikiganisha vita kabambi mkubwa wa nchi alikuwa kompania sema kama hii maprojet yote balikuwa naishaanza kwa Uvira, hii marché transfrontalier ya Kagando ya Nyamoma hapa Kabumbira, mais aussi port ya Kalundu, ile maprojet na reprendre tena. Donc wanaitika wanasigner wanakia kujianzilia tutajilancer semaine prochaine. Na hiyo hivi vraiment kwa sana na mimi na annoncer population aussi kama siku ya kwanza mimi nakuja kulancer reprise ya makazi ya hii barabara route nationale numero 30. Sababu bataanzia pale kudwani ya Katumba pale mpaka wanaanzia kidogo bataanzia na pande kwa kuelekea RN30 route nationale numero 5 nayo ile siku tutaanzia makazi kutokea route Katumba mpaka Pora Kalundu na baanzilie kutia tena vitro distribution. Ndio message yenye tunashikanisha, ndio message tunasema. Sawa. Asante bwana.
Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa habari zetu ambazo tulizokusanyia kwa siku ya leo, habari ambazo zililetwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.